Haya, hivi unafikiri haya maisha ulionayo ndiyo maisha sahihi ambayo ulipaswa kuwa nayo? Naongea na kijana, naongea na baba wewe, naongea na mama wewe, naongea hata na bibi, hata na baba. Haya maisha ulionayo ndiyo maisha ambayo ulipaswa kuwa nayo? Kwa ahadi pengine ulizokuwa unapewa na wazazi wako, kwa ahadi pengine ambazo ulikuwa unaambiwa kwamba fanya hivi utakuja kufika hapa, ama kwa ndoto ambazo ulikuwa nazo wewe mwenyewe. Kwa mfano, kuna watu ambao ni watoto walikuwa na wazazi wao kwa wanawapa mipango mikakati mikubwa sana kwamba mtoto wangu lazima utakuja kufanya moja mbili tatu, utakuja kuwa fulani fulani. Baada ya hapo watoto wamejikuta wamebaki yatima, pengine kwa husuda za wanadamu, pengine kwa mambo ambayo pengine ni katika maradhi, wamejikuta wazazi labda wameaga dunia, au kwa namna yoyote ambayo pengine unaiwaza. Hao watoto wamejikuta wako yatima. Je, unafikiria watoto ambao wamebaki yatima watakuwa na uwezo wa kutimiza zile ndoto ambazo walikuwa wanaahidiwa na wazazi wao? Jibu moja kwa moja ni hapana, kwa sababu ili ujue kwamba unaweza ukafika kwenye ile ndoto ya hatima ulionayo ama hatima ya mzazi wako aliyokuwa anakuahidia, lazima ujue kabisa lazima uwe na mtu wa kukushika mkono, sawa sawa na jinsi ambavyo ukitaka kuona mwendo wa chura unampiga teke kidogo ili asogee mbele. Sasa ndivyo ilivyo kijana yoyote ambaye ameshajikuta yuko yatima, amebaki yeye mwenyewe, kufika kwenye hatima ya ndoto sahihi ambayo alikuwa anawaziwa na wazazi wake kwamba haja afike hapa, ni vigumu sana. Lazima apambane, lazima ateseke, lazima asote, kwa sababu yeye anakuwa anaanza tena upya ile ndoto ambayo pengine wazazi wake walikuwa wameshaifikisha robo tatu, na wazazi wake walipofariki ile ndoto ilirudi sifuri. Kwa hiyo huyu kijana au binti anaanza upya kuanzia kuhesabu sifuri, sifuri, sifuri moja, sifuri, sifuri mbili, mpaka aje kwenye mamia, makumi, mamia, maelfu, mpaka kuja kufika kwenye ile ndoto ambayo pengine wazazi wake walikuwa wanakusudia haje kufikia huko. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu kwa kijana yoyote ambaye amejipambania mwenyewe kama yeye, alafu uje mlinganishe na kijana ambaye amepambaniwa na wazazi wake, amepambaniwa na babu yake, amepambaniwa na mtu fulani, ambao kwenye mnyororo wa uchumi unakuta huyu amepambaniwa labda na babu, vya babu vipo, vya baba vipo, yaani hakuna anayetegemea mwenzake kwa sababu kila kitu kipo. Usije ukamfananisha na huyu kijana ambaye amejipambania akafika hapa alipo. Kwa hiyo inabidi pawepo na heshima kati ya aliyejipambania na aliyerithi kwa baba yake ama kwa babu yake. Kwa hiyo ukiona kijana yote amejipambania na amejipata, wewe hata kama umerithi ambavyo ni vya babu yako, ni vya nani, mpigie saruti, uweze ukalingana naye hata siku na moja. Yaani hapo piga wagaragaza. Kama kuna kijana amejipambania na akajipata, wewe ambao umerithi vya baba yako na babu yako, utabaki kumpigia saruti tu. Huo ndio ukweli.